Na mtazamaji na Kivona Media, karibu kwenye Sports News, sehemu pekee ambayo unapata habari za michezo hapa nyumbani na nje mpaka Tanzania. Mimi ni Nixon Mwageni, mzee wa Red Card. Niko hapa na Isike Fred Eli Capetino. Leo yuko kwenye dawati la uchambuzi hapa kuhakikisha unapata uchambuzi uliotukuka kweli kweli. Lakini nyuma kamera ni Clay ambaye anafanya poa kabisa kutoka kwenye lens kamera yake kuleta kwenye simu yako, TV yako au kompyuta au kifaa chochote ambacho wewe unatumia kukitazamia. Isike Fred, mambo mengi yamezungumzwa, lakini pia tukirejea kwamba kwenye uwanja wa Sokoine mara baada ya kufungiwa na TFF, mdau wa michezo lakini pia mbunge wa Mbeya mjini alikwenda kutazama mchezo uwanja ule na kujiridhisha kwamba uwanja uko vizuri, lakini pia meneja naye akaenda kutazama na kujiridhisha kwamba uwanja uko poa, lakini TFF wao wakawa wameufungia. Lakini baada ya hapo Tanzania Prisons wakaja na taarifa kwa umma kwamba wao watautumia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kule Tabora, kwa maana kwamba michezo yake yote iliyosalia baada kabla ya kufunguliwa uwanja wao wa Mbeya watautumia ule. Lakini Yanga wao wakawa wamekaa kimya kidogo kama kusikilizia upepo unaenda vipi. Lakini baada ya hapo tukaona mitandaoni baadhi ya influencer wa Yanga, lakini baadhi ya watu wa Yanga wakizungumza kwamba mchezo ule utakuja kuchezekwa katika uwanja wa Jamhuri pale Dodoma siku ya kesho, kwa maana kwamba kesho tarehe 12. Lakini baada ya pale sasa ndio tukaona bodi ya ligi wao wakaja na tamko kwamba mchezo wa Yanga dhidi ya Tanzania Prisons, ambao Tanzania Prisons atakuwa mwenyeji, watachezea pale Jamhuri Dodoma. Hili kwa upande wako sekeseke kubwa kama na hili, kwa upande wako isikilime kaaje? Kwanza asante kwa nafasi. Mimi ndio Isike Fred, yes, na mchambuzi wa masuala michezo hapa na Kivona. Ndio. Kwa hiyo kwa taarifa ulizozungumza hapo ni taarifa mseto. Maana ni kama vile drama, ni kama movie fulani. Imeanzia kwenye mchezo kutolewa uwanja wa Sokoine katika jiji la Mbeya. Tunashuhudia taarifa ambayo umezungumza vizuri kwamba mbunge wa eneo lake na meneja wa uwanja wote walizungumza na wote walishangazwa na ile taarifa kwamba ule uwanja umefungiwa. Lakini klabu husika na izungumza Tanzania Prisons wa Jela wao wakatoa taarifa kwa umma, umesema vizuri kabisa kwamba mchezo huu watakwenda kupeleka katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale katika mkoa wa Tabora, kwamba ndio uwanja ambao watatumia kwa mchezo huu. Na tukaona maandalizi yakifanyika, uwanja ulipunguzwa nyasi, uwanja usafishwa na ukawa katika hali ambayo inaonekana ulikuwa una uwezo kupokea mchezo wa thamani ya klabu ya Yanga dhidi ya Tanzania Prisons. Lakini katika hali ambayo ya sintofahamu, kila mtu kama alipigwa na bumbuaza, tayari taarifa kwa umma imetoka ya klabu mwenyeji, lakini hatukuona pala popote bodi ya ligi wala TFF wakisema ama wakibariki kupeleka ule mchezo katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Lakini tayari mwenyeji alishaanza taratibu za kuweka mazingira sawa. Baada ya kimya cha muda fulani, ndio katika hali ya kustajabisha, usiku majira jioni jana, tukaona taarifa inasema tena kwamba Tanzania Prisons wanalazimika kusafiri usiku kuhamisha mchezo mpaka uwanja wa Jamhuri Dodoma. Ndipo maswali kuanza kuja, kuna nini kinaendelea nyuma ya pazia? Tanzania Prisons hao wanaujua uwanja Tanzania, uwanja wa Jamhuri upo, lakini walitoa mchezo Mbeya wakaupeleka Tabora. Hawakuona uwanja wa Jamhuri, waliona bila shaka uwanja wa Jamhuri ndio walicheza na Simba wakapata goli 1-0, si ndio? Kama uwanja wa nyumbani, si ndivyo? Lakini wao waliona kwa intelligence yao ya kiufundi wangenawirika zaidi kama mchezo ungepeleka uwanja wa Tabora pale Ali Hassan Mwinyi. Lakini ghafla bin vupu, ndani ya masaa machache tunaona timu inabadilisha uwanja kimya na kuelekea uwanja wa Jamhuri Dodoma. Na ikasema timu imesafiri usiku, maana yake Dodoma imeingia leo asubuhi. Umeelewa? Watu wanajiuliza nini kinaendelea. Lakini katika hali ya kushangaza na kustajabisha, taarifa za kubadilishwa uwanja hazikuanza kuonekana kwenye peji ama kurasa za mitandao ya kijamii za bodi ya ligi. Na ukiangalia barua iliyowekwa kwenye ukurasa wa bodi ya ligi na barua ambazo zimepostiwa mapema na influencer na baadhi ya mashabiki na wadau wanaohusishwa na klabu ya Yanga, ni vitu viwili tofauti. Kama una kifaa chako cha mawasiliano, unaweza kwenda kwenye mfano page ya official Kivo, miongoni mwa mashabiki machachari wa klabu ya Yanga. Yeye aliposti mapema tu kwamba ule mchezo unapelekwa Jamhuri Dodoma na barua ikiwa imewekwa. Ikachukua muda kuja kuiona ile taarifa kwenye ukurasa rasmi ya bodi ya ligi. Kwa hiyo unaanza kuona, ukiwa ni mtu wa mpira na ukiwa unaunganisha dots, unaona hapa inawezekana kuna shinikizo pia lilikuwa kwenye upande mwingine ambao hujatajwa pala popote. Kwa hiyo wapo wanaoamini kwamba
kuna namna Yanga wamepush. Aidha wamepushi kwa bodi ya ligi, aidha wamepushi kwa Tanzania Prisons. Yawezekana wameomba wao kama mchezo ule tu Dodoma, inawezekana kwa sababu hakuna ushahidi ambao unaonyesha ndicho kikifanya. Lakini kwa kuona mashabiki na influencers wa Yanga wanaposti mapema ile taarifa, tafsiri walifurahia kuona mechi imetoka Tabora imekuja Jamhuri, wakati tayari Tanzania Prisons walishafanya logistic za kutoka Mbeya mpaka Tabora na timu ilishafika Tabora. Kwa timu imeondoka usiku. Kwa nini inaondoka usiku? Maana kuna kama shinikizo, kuna kama pressure, kuna kama kulazimika fulani hivi ili wapeleke mechi Jamhuri na waende chezetu. Kwa sababu hiyo wapo ambao wanaamini kuna nguvu nje ya Prisons na nje ya bodi ya ligi. Ndio. Hawajui nguvu inatoka wapi. Lakini ukiona mashabiki wa Yanga wanafurahia tukio hilo, maana inaweza kuona picha inayoendelea. Tuliona hata kabla ya tunaona kuna pressure kwamba kwa wachambuzi na waandishi kwamba Yanga hana sababu ya kutokwenda kucheza mechi Tabora. Lakini Yanga wao kwa baadhi tu ya pembeni walikuwa wanaonekana hawakuwa na taarifa kutoka bodi ya ligi ya uwanja wa Sokoine kufungiwa. Kwa hiyo haya yanabaki kwenye picha ya maulizo, lakini ukweli wanaujua bodi ya ligi na ukweli wanaujua Tanzania Prisons na ukweli wanaujua Young Africans, lakini ukweli ni kwamba tarehe 12 Yanga atakuwa katika uwanja wa Jamhuri Dodoma kukipiga dhidi ya klabu ya Tanzania Prison, Yanga akiwa mgeni. Na Isike, umeongea vizuri kwa kweli hapo. Sasa nataka kufahamu kwamba kuna namna vilabu hivi vikubwa kwa maana kwamba Simba na Yanga pamoja na wasemaji wao wote kwa maana kwamba Ali Kamwe pamoja na Ahmed Ally kama wakubwa, kuna ukubwa fulani ambao upo kwa upande wa TFF kama ni underdog kwa timu hizi mbili. Hii imekaaje? Kwamba kama kuna yani kuna viongozi wa timu hizi kubwa wanaifanya TFF kama baba wao au yani kama mdogo wao kwenye mazingira kama haya. Ni ukweli mtupu unaozungumza. Yanga na Simba ni wakubwa. Yaani hata kiuhalisia tu Yanga na Simba ni wakubwa kuliko bodi ya ligi. Bodi ya ligi ni ndogo, imeacha hata miaka 20 haina. Na TFF pia bado kwenye umri ni wadogo kwa Simba na Yanga. Simba na Yanga na umri, lakini wana mamlaka kuendesha 35 na kwenye age Simba na Yanga ni wakubwa. Kwenye nguvu ya ndani na ya nje, kwenye sehemu ya kupressurize mambo, Yanga na Simba wamekuwa na wingi sana hiyo kitu. Na watu wengi wanaiona nguvu ya Simba na Yanga kwenye mambo rahisi tu. Mfano nikupe, kuna matukio mengi. Kuna mechi ya Simba na Yanga kuchezwa msimu uliopita raundi ya kwanza. Ikalala, sio? Hakuchezi. Mechi mara ya pili katika tarehe watu wakagoma mpaka wakaitwa sehemu nyingine wakazungumza, ndio mechi ikachezwa. Ile haisingewezekana. African Sports na Coastal Union ni wapinzani wa jadi katika jiji la Tanga. Wasingeweza kuihamisha mechi tarehe. Mbeya City na Tanzania Prisons ni wapinzani wa jadi, ni dabi ya Mbeya. Hawana ubavu dabi yao kusema tuchizi leo ikachezwa kesho kutwa na ikawezekana. Si ndio? Ndio. Kariakoo Lindi na Namungo na wapinzani wa jadi kusini, dabi ya kwao. Haiwezi kubadilishwa tarehe kwa matakwa yao. Simeelewa? Chukua mechi nyingine unajua yote tofauti ya Simba na Yanga. Hata Singida na Azam hawawezi kubadilisha tarehe ya mchezo wao. Watajikuta wamepigwa na kitu kizito. Lakini Simba na Yanga wamefanya. Na sio mara moja na sio mara mbili. Tumeshuhudia. Mechi iliyopita ya dabi ya Kariakoo, taarifa kutoka Dar es Salaam kupelekwa visiwani Zanzibar. Klabu ya Simba waliuliza bodi ya ligi kwa barua kwamba mbona taarifa ya kubadilishwa mchezo tunaiona kwenye klabu ya Yanga na sio kwenye kwenu? Kwa nini wanakuwa wa kwanza Yanga na sio taarifa kuliko nyie? Ina maana nyinyi taarifa mjadiliana na Yanga au Yanga ndio walipanga tarehe? Yaani Yanga ameandika taarifa na mimi wafuate. Yes. Yaani ameandika wao wamewatumieni nyie. Sijui umeelewa? Ile tu ikatoa picha kwamba Simba na Yanga ndio wana uwezo kuuliza maswali magumu kwa bodi ya ligi na TFF na TFF wakati. Chukua kauli nyingine hii hapa nikusaidie. Kabla mchezo wa dabi ya Kariakoo kule Kahama, rais wa shirikisho Wallace Karia alizungumza wazi, refari anayeharibu mchezo huu anakwenda kufungiwa jela. Watampeleka mahakamani na kushtakiwa. Wanamuondoa kwenye mpira wao kwanza. Yes. Watampeleka mahakamani achunguzwe. Why? Kuna namna refari wa mechi ya Yanga na Mungu ulimuona? Yes. Alipelekwa mahakamani. Kulitoka kauli kubwa kabla ile mechi kwamba akiharibu refari anakwenda mahakamani ashtakiwa. Mechi ya Simba na Dodoma Jiji. Tulisikia kauli kwamba ukiharibu mechi unashtakiwa.
hizo ni mifano anuai, yani mifano hai kwamba Simba na Yanga ndio wanaifanya bodi ya ligi ipo, na wanaifanya TFF ipo, na ndio wanafanya ligi yetu pia ipo. Ukiondoa Simba na Yanga kwenye ligi yetu, maana yake ligi itakuwa ipo. Kwa maana gani? Kwa hawa mapapa wawili, mmoja akiwa kwenye ubora wake na ukubwa wake, ndio tunakiona hichi. Baada ya kutoka kamati ya masaa 72 imetoa hukumu yake, Yanga wametisha press kiongozwa na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu Yanga Ali Shabani Kamwe alizungumza mbele yetu, akasema tunaiuliza bodi ya ligi public wanasema hivi. Na Mungu anaweza kusema hivyo, alinyimwa penalty? Hawezi. Mbeya City anaweza kufanya hivyo? Tafasiri nyepesi tu, hawasemi wanataka kusema. Lakini bodi ya ligi na TFF miaka hii miwili wameonyesha unyonge sana kwa klabu ya Simba na Yanga, especially Yanga amekuwa na wini sana, anawini sana, anawapatia sana kwenye kupitisha jina zake, akipeleka pressure, sababu alipeleka pressure ya dabi. Kumbuka kuna viongozi wa bodi ya ligi, mzee Steven Maguto na mzee nani alikuwa, kuna mmoja alijiuzuru, mmoja akamtoa. Yes, mtendaji alipita, umeelewa, walimwoga kwenye nafasi zao kwa pressure ya Simba na Yanga, umeelewa, mpaka serikali kuu inawaita viongozi wa Simba na Yanga, brother, tafasiri Simba na Yanga ni wakubwa kuliko bodi ya ligi na TFF, ingawa haisemwi tu, lakini mwenye macho na ambi tazama. Yes, unyonge huu ambao umezungumza Isike, unadhani nini kifanyike hasa kwa bodi ya ligi pamoja na TFF ili walete ule ubora wao na nguvu yao kwenye vilabu hivi, waweze kufuata sheria na kanuni ambazo wao TFF na bodi ya ligi wamejiwekea? Wewe kujibu kwa falsafa. Kama umejenga barabara, ndio, ukaweka taa ziongoze magari, muondoe traffic. Acha taa ziongoze magari. Iache teknolojia iongoze magari. Acha utaratibu uongoze magari. Acha sheria iongoze magari. Usiweke watu tena pale. Sasa mpira wetu una taa zimewekwa barabarani. Kuna traffic, kuna mgambo, kuna sungusungu, kuna vishoka, wote wanaongoza magari. Ndio maana sasa tunaona mtifuano. Kama tumesema kanuni zinasema 1 2 3 4 5 ziachwe ziongoze. Msimu ukisha tukiona kanuni hazikuwa bora tunabadilisha. Kila msimu kuna room ya kubadilisha na kurekebisha na kufuta, na vilabu vyote vinahusika. Leo ukisikia mchezaji akifanya makosa fulani anafungiwa michezo mitano, hiyo ni kanuni, sio ambao tayari walishaambiwa wanajua. Yes, umeelewa? Kwa hiyo nyinyi kibaya unapoingia ule ushabiki, ubalance, ingia hekima na busara, ndio vitu vyote vinaharibika. Ambaye ameua, ukienda mahakamani ukapatikana na ushahidi, utafungwa miaka yote au kunyongwa. Hiyo sheria ya nchi iko hivyo. Haitakiwi akipatikana mweupe tuseme bwana huyu mweupe labda hakuwa na dhamira ya kuua. Tuache ile sheria ifuate taratibu, kanuni zifuate taratibu. Mpira dunia nzima una msaafu na Biblia, sheria 17 dunia nzima hiyo za FIFA hizo, ila kanuni zifanane. Kila wenye ligi yao na nchi yao na shirikisho lao wanajiwekea kanuni zao ambazo hazivunji zile sheria 17. Lakini kwetu sisi nina wasiwasi naweza tukaanza kutumia sheria hata 18 na moja ikawa kwetu sisi kutoka wapi. Naam, asante Isike, tumalizie kwa hili. Naam. Mara baada sasa kubadilishiwa viwanja viwili sasa na kwenda kiwanja cha tatu, kufungiwa kiwanja chao cha Mbeya Sokoine pale mkoani Mbeya, lakini kuhamia Tabora ambao mfanya training zao kule za kutosha na kuja kuchezea uwanja mwingine ambao bila shaka kama kweli wamerudi watafanya leo na kesho muda wa ule wa mazoezi, manake watafanya jioni. Leo kwanza inabidi wafanye kikao cha mechi. Yes, pre-meeting. Yes. Alafu kama waliingia asubuhi sana kwa uchovu, watoto wanaweza kwenda kutembelea tule uwanja kwa kutembelea tu, kutembelea kufanya mazoezi. Kesho ndo wafanye mazoezi kuangalia uwanja ama kesho asubuhi wafanye tule warm up ndogo tu ya kuelekea hiyo. Sasa Isike, unadhani athari gani hasa itawakumba Tanzania Prisons kuelekea katika mchezo wenyewe dhidi ya Young Africans? Yaani Tanzania Prisons tayari mimi naamini kisaikolojia wako sawa. Unajua mchezo wa mpira, kuna mtu nimeona andiko lake amesema Tanzania Prisons tayari yashafungwa, tunasubiri dakika 90 magoli yale ambayo yameingia, ila kufungwa yashafungwa. Mchezo wa mpira wa miguu asilimia 80 unachezwa kwenye kichwa. Yes.
20% tu ndio tuna miguu, mikono. Yaani kisema kitu maana kiko fikra kwenye ubongo, Yes. akili. Endapo mchezaji akiwa kichwani mental hayuko fit, tatizo la kwanza kubwa uwanjani. Sasa Tanzania Prisons walikuwa wanajua mchezo Sokoine. Mchezo ukatoka Sokoine. Unawachukua watu kutoka Mbeya ama walipokuwa mpaka kwenda Mbeya tu Tabora. Uchovu wa mwili na akili. Wanafika hata hajamaliza cha kufanya, wanaambiwa hii mechi bwana inabidi kucheza Jamhuri Dodoma. Wanasafiri usiku kwa kulazimika, wanakwenda Jamhuri Dodoma. Mzunguko wa kilomita, uchovu wa mwili, automatically kisaikolojia inawezekana Tanzania Prisons wakafika uwanjani wakawa kidogo down. Lakini pia upande wa pili inaweza ikasababishia hasira sana. Kwa nini mnafanya hivi? Yes, wakaenda kuwa timu ngumu sana uwanjani kwa Yanga. Sababu wanaweza kuwa na hisia za kwamba hivi sisi tunafanywa kwa sababu ni Tanzania Prisons. Asingefanywa hivi Yanga, asingefanywa hivi labda Simba, si ndio? Kama Azam alikwenda kucheza Mbeya na Tanzania Prisons na Mbeya City kule Mbeya, juzi uwanja ukiwa unavua, kwa nini wajaje? Okay, well and good. Tabora hawaji pia. Dodoma ndo wanakwenda kucheza, maana kiakili na kisaikolojia mimi naamini Tanzania Prisons wapo katika hali ambayo sio vizuri sana. Ila wameshapata sababu ya kujitetea kwenye vyombo vya waandishi kwamba sisi mchezo tumetoka Mbeya, tumeenda Tabora, tumekuja Jamhuri, uchovu, hata kama tumefungwa na vitu kama vile pale. Lakini kwangu mimi naamini haitakiwi dhambi hii ijitokeze kwenye ligi nambari 6 barani Afrika. Haitakiwi. Mpira wetu umeenda mbali sana. Vitu vingine vinaamuliwa kwa weledi, usito shabiki wala kutaka mambo ya balance. Kwa tusubiri dakika 90 kabisa, ila Tanzania Prisons wanakuwa kwenye wakati mbaya sana kisaikolojia. Naamini hivyo. Wakifanya vizuri, bora asili, wakikosea naamini kwa watu wana sababu nyingi za kujitetea. Naam, asante Isike. Asante mno. Naam, huyo ni Isike Fred El Capitino. Ukimuita hivyo utakuwa umefurahisha kweli, kama ambavyo amezungumza makubwa kweli kuhusiana na mchezo huu wa Yanga dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo ambao umeandamwa na drama nyingi sana kuelekea mchezo wenyewe ambao utatarajiwa kuchezwa kesho katika dimba lile la Jamhuri pale Dodoma. Mimi ni Nixon Mojeni, mzee wa Red Card. Nyuma kamera ni Clay. Asante na kwaheri.